Tuelekea hadi kaunti ya Kiambu ambapo maafisa wa polisi Kikuyu, wakazi wa Thogoto na viongozi wa taasisi za elimu wamekutana kuangazia masuala ya usalama na kuweka mikakati madhubuti ya kurejesha amani na uwiano kufuatia tukio la mauaji lililotikisa eneo hilo hivi karibuni. Katika kikao hicho, pande zote zilisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya jamii, wanafunzi na vyombo vya usalama ili kuzuia visa kama hivyo visijirudie. Abraham Gadesha anaarifu zaidi. Idara ya polisi, wakazi pamoja na usimamizi wa vyuo vikuu vilivyoko Thogoto, eneo bunge la Kikuyu, wamefanya kikao baada ya visa vya uhalifu kujitokeza eneo hili. Watoto wa Pwea, watoto wa UN, watoto wa Korejo wamekuwa wakilalamika, wanapigwa na watu wa bodaboda. So sisi kama watu wa hii community tunaona wale wanachapana si watu ambao ni wa hii area na wanakuja na haribia watoto wetu makazi, na tungetaka serikali ichukue hatua. Tumeweza kuwasiliana na wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa kwetu Thogoto, University of Nairobi, Presbyterian University, Thogoto Teachers Training College na wakaaji. Kutakuwa na uhusiano mwema kati yetu, wapagaji wenye wanaishi kwa maboma zetu na pia wanafunzi. Sisi kama wanafunzi tutaendelea kujituma pale shuleni kwa sababu walinda usalama wameweza kusema kwamba mambo ambayo yameweza kuwa yakitendeka wanaenda kuyatatua moja baada ya nyingine ili sisi tuweze kuwa na wakati rahisi hapa shuleni. Yale mazungumzo tumekuwa nayo yameleta baraka sana, yameleta makubaliano kwamba wahalifu wachukuliwe kama wahalifu na sio wanafunzi na sio wafanyabiashara. Yule mhalifu ambaye ametenda kitendo cha uhalifu achukuliwa hatua ya kisheria. Tumeweka team ambao watakuwa kwenye kituo kufanya patrol. Matarajio sasa ni kuwa kikao hiki kitaleta uwiano kati ya wakazi na wanafunzi. Abraham Gadesha, NTV Mashinani kutoka Thogoto, kaunti ya Kiambu.